Kwingineko ni eti kwamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameitaka serikali kutoa majibu mwafaka kuhusu mgao wa wanafunzi, kwani kuna kizungumkuti iwapo ni shilingi 22,000 au ni shilingi 15,000 kwa kila mwanafunzi. Ndindi akibaini kuwa walimu wakuu watakuwa na kibarua kigumu kuendesha shughuli za shule kutokana na mgao ule finyu. Kwa upande wake, mbunge wa Yatta Robert Basil amebaini kuwa atafadhili wanafunzi kutoka eneo hilo na basari za shilingi 10,000 kuhakikisha wanaendeleza masomo yao katika chuo cha kiufundi cha Yatta. Mary Kyalo anaarifu. Vuta ni kuvute kuhusu mgao wa fedha za kila mwanafunzi zimeanza kushuhudiwa huku shule zikifunguliwa. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameendelea kukosoa serikali ya kitaifa katika masuala ya elimu. Leo hii akifutilia mbali kauli ya Rais Ruto kuwa mgao wa fedha kwa kila mwanafunzi ni takriban shilingi 22,000, ilhali fedha zinazotolewa ni takriban shilingi 15,000 kwa kila mwanafunzi. Because the capitation that was sent last year was 15,384 shillings per learner in our senior secondary schools. How can you then purport on writing that capitation is 22,000 and in practice you are releasing 15,000? How are our schools supposed to run? Ndindi akisema ni sharti serikali ijitokeze na kutoa msimamo kuhusu mgao huu wa wanafunzi kabla ya muhula huu kusonga, akidai kuwa kwa muda sasa mgao huu umekuwa na misukosuko. Kila mara kiasi cha fedha kinachopaswa kutolewa kinabadilika. So the government should come very clearly, even for the other stakeholders, to be able to know how to support education and for parents and principals to psychologically be prepared in their mind. Is capitation 22,244 shillings per learner, as it is written on the circular? Is it 15,384 as it was released last year? Or is it 12,870 shillings as they purported to restructure it through a gazette notice that was attached in the previous communication with the principals? Aidha, amedai kuwa iwapo shule zitafunguliwa kabla ya mgao huu kutolewa na taarifa kamili kuhusu mgao ule kutolewa, basi walimu wakuu wa shule watakuwa kwenye njia panda, wasijue jinsi ya kuendeleza shughuli za masomo shuleni punde tu muhula mpya wa mwaka mpya wa shule unang'oa nanga. If you don't release 22.5 billion Kenya shillings to our senior secondary schools alone in the academic year, so what are we telling principals to do? And I would challenge anyone to do a census even in our senior secondary schools. You realize majority of them, the principals are even treated with guns by suppliers. Na huku haya yakijiri, mbunge wa Yatta Robert Basil ameahidi kufadhili vijana katika eneo bunge lake kupitia basari. Vijana ambao walitamatisha masomo yao na kukosa karo ya kuelekea chuo kikuu, kuhakikisha wanapata masomo ya kiufundi katika chuo cha kiufundi cha Yatta. Na mimi leo natangaza kwamba wenye wamefika sahi leo, you can be assured mimi kama mbunge wako utapata 10,000 kama basari. Mary Kyalo, Undugu TV.